Binafsi ni mechi ngumu. Kama patakuwa pana fair referees kwa maana ya maamuzi, tutakwenda kushuhudia mchezo mgumu. Kwa nini? Kwa sababu ni timu mbili ambazo zinafanana viwango. Nisha kuzungumza kwamba ligi yetu sasa hizi ina kategori tatu. Kategori ya kwanza ni ya klabu ya Yanga ambao wao wana daraja lao ambao itengeneza wenyewe. Kategori ya pili kuna timu tatu. Kuna Simba, Azam na Singida. Hii ni group la mbili. Kategori inayofuata na wengine walio baki. Kwa hiyo mechi ya Simba, ya Azam na Singida always lazima inakuwa ni mechi ambayo uwezi ukadetermine nani anakwenda kupata matokeo. Lakini Yanga akicheza nao wote hao, unajua Yanga anashinda unless otherwise itokee factor nyingine tofauti. Huo ndio uhalisia ambao tuko nao sasa. Kwa hiyo binafsi naiona ni mechi ngumu, lakini nashindwa kusema Singida wanaweza wakawa katika nafasi nzuri kutokana na tendency ambayo tumeiona kwenye siku za karibuni, baadhi ya waamuzi wakiharibu mechi na wakati unapata kitu ambacho kutegemea kuweza kukiona, kwa sababu waamuzi wanachangia sehemu kubwa kuweza kuharibu ladha ya mpira, kwenda kuwatosha mchezoni. Kwa hiyo ambacho kinanitoa mashaka, lakini ukitoa hiko kitu, maana ni mechi ambayo unaweza kusema kwamba ni 50-50, yoyote anaweza kupata matokeo. Lakini kwa sababu Singida wamepata muda mwingi wa kupumzika, wameweza kutulia. Simba ametoka kwenye mechi ngumu ambayo aliwekeza nguvu kubwa sana kwenye ile mechi, akakosa matokeo. Kwa hiyo lazima watakuwa ku demoralized, walikuwa watapata matokeo. Kwa hiyo obviously hawezi kuingia na gia ile ambayo walikuwa nayo. Kwa hiyo wanaweza kuwa na wakati mgumu kisaikolojia kuweza ku return back, yaani ku retrieve kurudi katika bora ambao walikuwa nao. Kwa hiyo wanaweza kuwa na mechi ngumu zaidi.